Kajiado TV, Enang'ena, hii ni yetu. Oya, mambo vipi hapa ndani ya Kajiado TV kwenye Kiti Moto, ambapo kila wakati tunakuletea watu tofauti ambao wanawakilisha kaunti ya Kajiado kwenye sekta tofauti. Tunazungumzia sekta kama michezo, siasa, biashara, elimu na mambo kama hayo. Leo hapa ndani ya Kiti Moto tuko na mtu ambaye ni tofauti kidogo, kwa sababu yeye ni mlezi wa talanta hasa za soka, na si mwingine bali ni jina ambalo wamempatia almaarufu Coach Kaka. Mambo vipi bro? Shukrani sana. Karibu sana. Asante. Tumekuwa tukiulizwa mara nyingi, mbona hatuleti watu ambao ni wa soka na mambo kama hayo, so tukasema leo lazima tutafute mwana soka. Of course nimefanya fit kunitafuta na appreciate. Of course labda mnistoke kusema Kiti Moto. Unajua na Kiti Moto kumaanisha labda kiti nimekalia ni moto na sijui. But nashukuru sana na yeah. Shukran sana. Labda pengine mpenzi mtazamaji angependa kujua mambo kadhaa kuhusiana na Coach Kaka. Pengine labda unaweza tupatia jina lako halisi na utuambie umelelewa wapi na umekulia wapi? Of course mimi nimezaliwa Bull. Ama kwa kirefu Bulbul. Ndo pale nimezaliwa, nimesomea shule Bulbul. High school tumeenda Pandia Ukambani. Kwa ndio pale kidogo mpira tulikuwa tunapata scholarship kwa sababu ya ball. But generally maisha yangu yote imekuwa ni naweza sema mimi ni mjekusiwa Kajiado. So hapa ni home. Yeah. Bila shaka. So then sorry, so of course majina mniuliza, official name yangu ni Hamis Mohamed. But nickname yangu ni Coach Kaka. Hamis Mohamed. Mimi hiyo jina haitumii sana. Yeah, haitumii sana. Of course watu leo nimesoma nao wengi ndio wanaweza kuwa wanajua jina Hamisi. Hata wanahitaji Kaka. Wale nimesoma nao shule watasikia nita Hamisi. But unajua hata ukija hapo Bulu useme ati nataka kwenda kwa Hamisi. Hii utapelekwa kwa majamaa wengine. But nikisema naenda kwa Coach Kaka na utafika. So mpenzi mtazamaji wa Kajiado TV, for the first time tuliposikia jina Hamis Mohamed na wengi wakasikia jina Coach Kaka, ilikuwa ni kwenye mashindano fulani hivi ambayo yalikuwa ni mashindano amazing sana, ambayo yalileta watu zaidi ya 700 pamoja, watu ambao wametoka katika nchi tofauti hapa ndani ya bara la Afrika. Lakini unajua nini? Coach Kaka Hamis Mohamed aliibuka kidedea kama kiongozi ambaye kwenye shindano hilo. Pengine labda kwa dakika chache pengine unaweza tuelezea what was all about hiyo competition ambayo wengi wanasema ilithaminiwa na Arsenal. Of course kulikuwa na competition that ilikuwa ni partnership between Arsenal na World Remit. Of course World Remit it's a microfinance company ama ya kutuma pesa or something kama vile Western Union. So of course nakumbuka nilipopata ile link ilikuwa ina explain reason ama Arsenal World Remit walikuwa wanatafuta coach aina gani. So niliposoma zile details nikaona mimi na belong hapo, ama mimi ni mmoja katika zile vitu zote wanataka, because wao walikuwa wakitaka ku award, walikuwa wanasema the reason walikuwa wamenisay competition wanataka ku award mtu ambaye kwamba anafanya something kwa community na watu labda wa area kwa nchi labda hawaelewi nini anafanya ama labda hawatambui nini anafanya. So ilikuwa nataka kurudishia mtu shukrani kwa ile kazi ambayo anafanya. So me of course nimekuwa Bulbul since 2007. Nilianzisha academy inajiita Young Talents. Young Talents Soccer Academy ilianza after the post election violence. So the reason behind me kuanzisha Young Talent ilikuwa si hata nianzisha academy, ilikuwa nimeamua kwa sababu there was a lot of bad images zilikuwa zinatokea during ile violence. Nikasema ni nini naweza toa watu hii kwa TV aje wasione hizo vitu. So nikaamua wacha nianzishe ball kwa sababu that is what I'm good at, to coach, na mimi nimecheza ball. So nikaambia watu hii tu mtaani hapo ball, kesho naanzisha team. Nilikuwa na ball 2. So the next day training, of course hiyo ground ya ball ambayo saizi haiko ilikuwa nilikuwa na watu 80. Yani umetangaza leo nimesema watu kesho naanzisha team. Watu 80 wakuja ground. Na niko na ball 2. So kwa nini happen? Kwa sababu of course ninaweza sema kitu moja God alinipatia in terms of organize watu wengi na kuelewa na watu mimi na niko na hiyo kipawa. Yani hiyo control mimi niko nayo. So kwenye nilidu nilikuwa napanga watu 10
So nikagarisha field half pitch. So ball moja pande, ball nyingine pande. So teams zikawa zinacheza, ukifunga unatoka, timu nyingine inaingia. Kuanzia asubuhi mpaka saa 8. So by the time watu wanaenda saa 8 home, washachoka. I know. Hata kwa time ya TV hakuna, nikukula kudozi. So unasema ulikuwa umetafuta mbinu how you can keep these children away from the, kulikuwa na a lot of shenanigans, videos zimetokea, watu wamechomwa sijui wapi, kanisa watu wamechomwa ndani nini. So mimi nilikuwa tu ni watu wasiangalie hivi because mimi mwenyewe zilikuwa zinani disturb. Asiki kama unaweza fikiria hiyo, mimi sikudhani hiyo. Then this is a very special strategy, sio tu ya kutumia mpira kama njia ya talanta. Mimi nasema sikuwa naanzisha timu. Mimi nilikuwa naanzisha tu kitu itafanya watu iwe watoke wakuwe away from the izima vitu zingine. Anyway, so hapo ndio talent ilianza. So ni 2007 hapo kwanza mimi na coach through experience na passion. Sina hata coaching course yote. Exactly. Sina course yote nimeenda. Ile tu passion na experience. Anyway, so nika 2007 timu ikakuwa hakika kwa sasa. Hata after hii story imeisha, weekend wanakam coach, weekend kwa jika kwa sababu tuna train Saturday. Wanakam wanapiga bola naenda home. 2009 so nikapata first training course ya mine which was the partnership between British Council na Premier League, Kenyan Premier League. No, English Premier League. Muda mimi story England ni kama tulikuwa ikinifuata. Kimungu wewe Mungu ni. So hivi nilikuwa coaching course yangu ya kwanza 2009. So nikapiga 2009 coaching course. Nikapata certificate mazejo. Nikaona sasa hizi naenda kucoach watu nikijua nini na do. Kwa sababu utapata makocha wengi wa mtaa wana coach. But hawana knowledge. Sasa timu inashindi, timu inashinda. But ukimkuta kwa training umuulize kwa nini umefanyisha hii? Hata kuambia reason. Labda aliona pahali. Ama labda linge YouTube mwana Barcelona ikitrain hivi ndio anatrainisha. But you see now mimi nilipata license. Na nilipata certificate that nikifanya passing najua nafanya passing. Ukikuja kwa training nyingine niulize mbona unafanya, ndio kuambia nafanya hii kwa sababu hao watu wanafanya develop 1 2 3. True. So 2009 nikapata certificate yangu ya first. Hii course ilitumia for 5 years. After 2009 10 11 12 13 nika graduate na hii course. Now as you are speaking I'm a licensed instructor, coach educator na Premier League. Nime deliver around 100 plus coaching course in Kenya, but watu wajui. Unajua kuna vitu vingine unaambia kutenda wema nenda zako. Ngoja kidogo. So sasa hivi like ulipoanza huo mwaka ikakuwa kama it's a course. Ilikuwa ni mimi coaching, get knowledge, go back teach your team. Kama trainer of trainees. No. Ilikuwa mara ya first ilikuwa mimi ni coach, nikuje niende ni coach team ya mine. So out of watu 98, out of 98 Kenyans, wakatutakosea pili watu 12. Tukasukumwa 2010, 11, 12. 2013 tukachaguliwa mimi na best ya mine. Na hapo ni tulikuwa mabesta. Ni wa pande gani? Coach wa Kariobangi Sharks. I know. Sisi tulikuwa na level 1 Kenya mzima. Sasa tunaongea sisi tuko na certificate ya coach Premier Skills Kenya. Nimewaka na makocha wa kutoka Portsmouth, Fulham, Reading, yani mimi nimeinteract na makocha. Unajua sisi kama mpenzi mtazamaji ulijua I never understood and I never thought kwamba Kajiado hapa ndani ya kaunti yetu tuko na too much skills, tuko na too much potential ya kukuza wale watu ambao tuko nao. Sio kama ulijua hilo. Nataka tuchukue mapumziko, tukirudi nataka tujue sasa hali ilikuwaje baada ya kupata mafunzo hayo na kuwa baadhi ya kocha wachache hapa nchini ambao wana uwezo wa kufunza wengine. Usitoke. So coach Kaka, ikakuwaje wewe? Why you? Mbona wewe ukachaguliwa na sio watu wengine? Of course naweza sema so through hiyo journey yote ya from 2009 mpaka 2018 nilikuwa nimefanya job kwa community miaka 10. Kwa mtu ananilipa. Nimefanya job, nimefanya coaching course na Premier League, nimekuwa instructor, nimetoka, nimeingia Brother Busang shule, nimevolunteer hapo kama coach. 2014 nimechukua timu ya Brother Busang nilipeleka nationals. Nimefunga hapa hii. Nakumbuka. Wametoka East Africa, Nigeria, hiyo mwaka imeisha 2014 na wafunga. So story yangu naweza sema sasa ilifunguka vizuri 2014. Because after nilipofunga watu nimeenda nationals, kila mtu anataka kujua huyu ni coach gani amepeleka team nationals. Yes. Anyway, so nataka nikuletea hapa
2018 historia ya competition ilipotoka, nikaona hizi questions zote wameuliza, mimi niko ndani. Ndio. Nika apply. Ndio. 2 weeks nikapata email. Muli apply online tu? Ilikuwa ni online, kuna link kuna apply. 2 weeks nikapata email. So ama jamaa walikuwa wamepanga hii kitu in a way that out of wale watakuwa na apply, walikuwa wanapea the best 25 coaches in Africa, watapatiwa merchandise za Arsenal. Right? Yeah. So the best 25. The best. Then the best 5 out of 25 wataenda kwa public voting worldwide. So mwenye atashinda ataenda wapi? Ataenda Arsenal kusoma huko. So mimi nikatumia email nikaambia mzee, congratulations, umeshinda jezi 25 za timu yako utapata. Then hapa chini wakaniambia, we have a secret for you. You've been selected for the last finalist about the public voting. Ambao ni watano. Ndio siri usiseme. Cheza chini. Wewe kwanza. I think mwenye niliambia ilikuwa ni mother. Na best ya mind tuko very close, ambaye anani support kwa hii shughuli ya young talent, anaitwa Ben, ni pilot. Anaishi Doha. Okay. So after nikaambia, so walipo hiyo email nini jamaa kabisa wamenipigia. Sasa nikapigia kutoka England na ofisi ya World Remit. Wakaambia mzee, next week tunatuma jamaa akuja achukue video. Kwa sababu walichukua video. Sasa ndio iingizwe kwa ile link. So ukitaka kuvotea mtu wote unaona video yake na nini anafanya na information zake. So ilikuwa ni mimi from Kenya, kulikuwa na mdem from South Africa, kulikuwa na jamaa wa Zimbabwe, Ghana, Nigeria na Somalia. Tulikuwa 6. Coach Kaka. So mimi mwenye nilikuwa na bull. So mwenye nilikuwa na worry. Nilikuwa nasema Nigeria wanavote sana. Bado kuna jamaa ananiambia mzee, kuna kitu moja unafaa ujue. Kenyans na social media ni wanoma. Ni wanoma. Kaya tuko vizuri. It was the power of social media. So, of course. Hiyo voting will run for 3 weeks. Na wiki ya mwisho ule jamaa alikuwa ametumwa video kuchukua kwangu, akakuja tena. Sasa nikashinda mbona amerudi. Yeye ametoka ng'ambo. Jamaa alikuwa wa Kenya. Okay, alikuwa amepatiwa job. Yes, nikashinda mbona amerudi. Akaniambia mzee, nimeambiwa ngoja nikuchukue clip nyingine ukitrainisha watoi. Na mimi story nikasahau, but naweza sema labda wiki 2 nilikuwa nimekata cause nilikuwa na stress. Cause nilikuwa nataka sana hiyo kitu. But nikwambia ukweli, mimi na feeling ya kitu kikam. Nilikuwa sina pressure. Na nikiandikia kitu nilikuwa tuna feeling kitu nachukua. Ndio. Do you know that ama jamaa walinipigia simu, walinipigia simu kama around 9 in the morning. Wakaniambia, coach, today around 5 PM your time, we are going to have a Skype call na makocho wote wale walikuwa ma finalist. Wale wa sita. Kwa sababu tunataka kutangaza winner. Kumbe ama jamaa wamenienjoy. Ile 5 minutes nituliza, nimeshaika hata sina laptop, nimeweka simu yangu hapo na ngoja, nimekaa mbele ya screen, wakanitumia link nikajoin. Nikiangalia mbele ya panel, makocha wa Arsenal wawili, majamaa wa World Remit. Hiyo imeisha. Wakaniambia mzee, reason tumekaa hapa, nakwambia that kitu umeshinda and will be flying to London to work with Arsenal development coaches. Wakaniambia congratulations, makocha wa Arsenal wakaniongelesha. Hapo hapo nikaulizwa size ya nguo yangu, size ya buda, yani siku sikulala. I know. Mother direct kwake. Na wakaniambia nao tumekuambia but usitangaze. Usicheza chini. Kwa sababu walikuwa wakitaka kuifanya public kwa media next day. Hiyo ilikuwa ni 5 jioni kama leo. Sasa kesho yake asubuhi walikuwa wanaitwa kwa world, kwa hadhira. My friend wakatangaza. I think hiyo siku walipotangaza tu hivi home kwa madhe media ile TV ilikuwa inatoka tini inaingia kibi, yani nipiga ma interview mpaka hongera sana bana. But nikasema of course ni God na labda ile kazi nafanya community. True. So hiyo nilikuwa jani amani Arsenal, nikaenda of course nimework na Arsenal before hapo through premier skills. Newcastle, nimekuwa Newcastle for 3 weeks. Nimewaka na under 23 na Portsmouth. Nilisema au ni makochi nimewaka nao hapa, wala kuja kufundisha premier. I remember sometimes back Portsmouth walikuwa Kenya. Buda, so hii ni jani ya mine haya. So hii shughuli nilishinda. Unfortunately watu wanasemaga mchezo kwao ule mtu ambaye hawaheshimu sana sometimes naambiwa nabii heshimiki sana. Kwa nini unaweza kosa kujulikana? Can you imagine Arsenal tu wamenitoa hapa ile shughuli mimi nafanyaga. County government ama government wajui mimi ninafanya. But majamaa from leo wanasema ule kijamaa ile shughuli anafanya tutakumwaward. Muda nilienda pale hapa nilikuwa nalala hoteli nikikuwa chini naona Stamford Bridge ndio ile. Haki ya Mungu.
na ingia Emirates peke yangu, yani kwa hivyo unasema ni wakati serikali na miundombinu za serikali zianze kufikiria huku chini. Acha nikwambie. Unajua it's very unfortunate that corporates wao kimbilia club kubwa. But kama tu corporates zinaweza amua nataka kuingia hapa chini. Unaanza kama vile Coca-Cola wako ile under 16 tournament. Bude hiyo shughuli kama hiyo. Wakuje nao watu hiyo walete juu. But leo nikienda kuomba company bigi niwaambie niko na academy hapa. Bude watakupa. Na mzee mimi nakwambia ukweli, niko na academy my friend, na tunapiga ball. Noma. Unasikia ball. Sasa ati jokes. Niko na under 11 my friend saa hizi. Naweza kupata link uangalie vitu zetu. Boss noma, wala watu wanajua ball. Niulize ni wapi where are we going wrong? Where are we going wrong? Kwa sababu we have a lot of talent. We have a lot of skills. Juzi tulikuwa tunaongea na Kapaito, alisema ya kwamba Kajiado is a county full of talent. Ni wapi tunaenda wrong? Kila siku tuko na tournaments. Kila kijiji kutoka Rombo mpaka Mosiro, Ngong mpaka Rongai mpaka Namanga kuna tournaments. Hasa kuna a lot of tournaments, tuko na a lot of platforms. Where are we going wrong? Mbona watu wetu waende nje? Budo acha nikwambie. Mimi siwezi sema ni county yetu kwanza inaenda wrong. Tuanze tu na serikali national office ama government in general. Kiserikali kuu. My friend, do you know that Newcastle ama Arsenal wako na training field 8. Hata study. Budo acha study. Mimi nimechukua under 13 Arsenal nimetrainisha. Nikiwa Newcastle kuna timu kutoka Canada nikaipigisha tizi. My friend, ama jamaa wako na training field 8. Ana train hapa leo, hii kibrief ana train ya hii. Hii kibrief ana train ya ile. So anazunguka hivi. Wewe ikiwa mbaya kuna moja imekuwa tent artificial. Wana train ya ndani. So kitu ya kwanza Kenya, tuache tu story. Hata kama tuko serious. I know. Facility. Invest kwa facility. Invest in facility. Umenipata? Ukisha invest facility, now educate the coaches. The moment education imepatikana kwa coaches, now that education goes back to grassroots. Buda, World Cup tunaenda, tunabeba Cup of Nation. Yaani mimi siwezi kudanganya that nikwambie ile passion sisi tunakuwa nayo. I wish wana siasa wangekuwa nayo. Buda, football ni biashara. I know. Football si game ati unacheza tunaenda home. Football ni kuleta dish. Mimi witness mzee. Football inaniletea food kwa table. True. Football inalipa bills za mine. So nikiampa kicheza nayo, right? So when of course when umesema tukikam back kwa county yetu, ini county ya Tona. Mingi ni tournaments. Tournament ambazo hazina end goal, hazina value addition. It's the tournaments especially kama sasa zina kama zitakuwa mob. Wewe unataka kusimama senator, wewe unataka kusimama council, wewe unataka kusimama governor, wataleta. Basi wanaleta tournament ya wiki 3, unapewa toy jersey na ball, then unapata 20,000. What next? So mimi na vijana afanye hivi. Tuachane na handouts. Hizo ni handouts. Tumezoea handouts. Buda, fanyeni tu hivi. Unataka kusimama hebu kama umwele ile grao piga tractor, tuwekee turf, tuwekee light, tutakuchagua. Hatutakuja teach me how to get a fish. Usinipe samaki. Teach me how to catch a fish. But don't give him fish. Coach Kaka anasema tuache kupeana kutokenize football. Mimi nasidaga hizo tuona. Si mimi walikwa na wanasiasa. Buda, ile level nimefika mimi kwenda kukaa chini kwa mwanasiasa ati nikayapo. Ati tona yake amenileta ati ni coach, because of course mimi na coach national team under 20 assistant coach. Anasema tuko na coach assistant coach hapa aende akuja akae. Wewe ndio sijajua one of the assistant national team under 20. Si nimetoka Sekafa juzi. So unaona ile ati jamaa waweza kidogo coach. Wewe ndio assistant, wewe ni you are assisting in coaching kwa national under 20. So Stanley Okumbi, Nyabinge, mimi, goalkeeper trainer Jeremy Onyango, Buda, yani tuko kwa ball. Kajiado County hapa ulijua hiyo. But sasa unaona hao wanasiasa wanakuita uende kwa tona yao ndio ikuwe na wanasema ati jamaa mkuja kuscout. Kwani kijana ana scout yego tu hivyo? Dakika moja amescoutiwa. Tucheze tournament ule ako sawa. Kuja tutengeze grao, wacha story mob. Umesema equipment facility. Number 2, train coaches. Number 3, grassroots. Hiyo knowledge ishuke chini.
Na hiyo ni kitu federation inafanya. Sasa hivi naweza sema mimi si politician but mimi naweza appreciate na semi kwa sababu niko national team. Naweza appreciate that kitu ile saa hizi the federation ile iko current inafanya. Imesomesha macoach. Mimi one of the instructors na federation. Yeah. My friend. Yeah. I've been trained by FIFA. Yeah. Knowledge imetolewa juu, tumepeleka grassroots. Imetolewa grassroots, imeingia kwa macoach. Once we get it right on the grassroots, national team ita produce good players. But the moment ama coach wako hapa chini wote wana coach na experience yao na passion. Yeah. Hatuna philosophy, hatuna system. Unajua my friend, German, Spain wako na system. The way you see the under 13 wanacheza Spain ndio national team wanacheza. Ni mfumo wao. Hakuna long ball, ni build up from behind. Under 13 wanapiga hivyo. Unamwezesha mapema. Anza. Usipige long, anza. Kuja uchukue tukienda. So Kenya si hatuna hiyo. But saizi tumeintroduce with the current federation. Tumeweza kutengeneza system. Kuna philosophy. I know. Na system. Wewe unajua German sasa kuuliza German wanacheza game gani? Italia watu wanajua tu buda wakilose ball wanaichukua. 50-50 ball wanachukua. Kwa hivyo kuna ile system kila national team iko nayo. Not national team, country. The culture. Okay. Ndio maana Brazil zao ni piga. Ndio hiyo sasa ndio hiyo. So hiyo kitu federation sio wamefanya. Right? Yeah. So education imekuja ikashuka hapa chini. Mtu anatoka hapa chini akikuja hapa under 20 akitupata apate kitu tofauti. Uweze kumwambia tunacheza 4-3-3 atikimbie hivi anashindwa kama dunia inaisha ashaizoea hapa chini. So hapa jamaa tu tengeza facility kuna magrao quality education ingie kwa macoach ma-instructor peleka chini. Peleka education mpaka shule. My friend after hapo. Tuko na coach Kaka hapa ndani ya Kiti Moto na hapa pekee ndipo utapata nafasi ya kuuliza maswali mazito. Nataka tuulize swali. Kabla wa jamaa wafanye hivi, mimi najua saizi unafanya kazi kubwa sana pale Bull. Na pengine mpenzi mtazamaji angependa kujua sasa hizi young talent, umeita young talent? Yes. Young talent inafanya nini katika kuhakikisha kwamba hao wale ambao wako karibu hapo wanakuwa na wanaboreka? Buda naweza sema young talents, of course tuko na academy ambayo inaanza kuanzia 5 years. Yeah. Na young talents luckily imepeleka branches zao kwa mashule. At the moment na work with schools. Kwa mfano naweza sema niko na shule moja Koronga inajiita Ongata Academy. We do after school program. Man get. Wanapiga shule wakimaliza jioni kuna academy ya soka inaendelea. Greenyard napiga training hapo after school. Hekima school napiga after school hapo. Kuanzia 5 years mpaka kwenda juu 15 years both boys and girls. So young talents dream yetu na vile ninakwambia before tulikuwa mimi nilikuwa nimesha team ya watu busy but sasa hii it's not busy, it's talent. Sababu talent na sikudanganya young talent kuna nini mbili area mbili. Kuna pale watu wanakuja kwa have fun au tunajua wenyewe au na have too fun wa sky home. Na kuna area tuko naye mzee ni serious. That's why nakwambia niko na under 11 na mzee. Mpira inapigwa. Bosi hapa na mimi sikudanganya mzee. Hapo kuna watu ndauza. Mimi sifanyi ati historia ati Gemilia PE. Hakuna PE tena. Hapa kuna watu wanataka kucheza professional football. Kama hapo wasaidie familia zao. Kama Kajiado County tuko na mchezaji ambaye anacheza national team. Mbona tusipate wengine? My friend Kapaito mimi nikianza kucoach. Kapaito akichezea Kiluani. Yes. Nilimwona Kapaito hapo. Kiluani amepiga kidogo amechukua timu nyingine. Yes. Na shule nyingine. Ndio. Kidogo Kapaito sijamuona for like 5 years. I know. Naenda Kariobangi Sharks kwa sababu kuna time nilikuwa nimeingia shughuli hapo. Naona Kapaito ndani. Ukajua huyu kijana nilimuona. Nikamwambia Stanley, huyu jamani anapiga mabao, kumbe alikuwa talanta. Huyu jamani anapiga mabao mbaya. Alituambia alikuwa talanta. Ndio Kapaito. Na acha nikwambie Kajiado kuna talent. Chunguza. Tournament zote zile zinakuwa nationally. Inter schools. Chapadimba. Coca-Cola. Both boys and girls. Yes. Sijui gani nationally. Ile inter county. Kajiado lazima wabebe kombe hapo. Lazima tuwe mahali. Si tunabeba. Kwa sababu nini nakwambia?
Kajiado kuna talent but kuna jokers hapa chini. Buda hii kiwanja mimi niambia walinikuta. Ile PR koche kuchwa national team tunataka kutengezea stadia Pangong, nikaambia tuacheni kuenjoyana. Buda kitu ni rahisi. Wacha na stands. Hii ground usiweke manyasi. Aimuta toboa na kwa wataiangalia. Weka hiki kitu tough. Weka perimeter wall, weka tough. The moment hii story mnatengeza nini stands, game inapigwa. Mafanda watasimama nje waangalie game. True. But sasa kila siku PR inaikuwa tough. Mara imetolewa. Tunapanda nyasi. Sijui nani amekuja amefungua. Buda acheni jokes bana. In life yetu bana. This is our life. Soka ni kazi kama kazi nyingine. My friend, ni job. Soka ni kazi. Hii ni job bana. Hii itaki majokers. Buda mimi nilikuwa Arsenal mazejo. Nilitembea kwa ofisi. Watu wameandika kwa ofisi ya Arsenal. Sisi ndio niache nikwambie. Si wana ball kwa grao. But behind the scene niulize mimi I saw it. Kuna technical staff. My friend, flat nakwambia kama una flat kama ile Nyaos. Buda around 400-300 workers wako ndani. Wana run ball. Jamaa yeye ndio analisha na familia yake. Wao wanaenda pale kwa uwanja na inakuaga hivyo. Watu wamepiga job hapa nyuma. So it's time we think about systems. Si kucheza ball kama PE. My friend, mimi nakasirikaga sana nikiona watu wana joke. Hii ni life yetu. True. Unavinyeja jamaa tu ni mtu unafanya media. Mtu akicheza na hii kamera yako itakuwa mbaya. Buda hii utaona kama anakuchezea. True. Buda mimi kila mtu anachezea ball. Anakuleta mchezo kwa ball, anatakuleta siasa. Mimi na kama kuna wazimu. Mpenzi mtazamaji, karibu tunafika mwisho. Tuko naye coach Kaka Hamis Mohamed ambaye pia ni naibu kocha katika timu ya under 20 ya kitaifa na vile vile ni mshindi wa shindano fulani hivi ambao ulikuwa amazing sana liletwa kwetu na Arsenal na World Remit, ambaye aliwakilisha Kenya na kuibuka kidedea zaidi ya makocha 700 barani Afrika. Buda nikwambie kitu. Ile siku tena kuna ile watu siku ile tuzo ni inakoga ni sherehe gani hiyo? Ya hafla hiyo kisherehe hivyo ceremony. Ile jamaa wanapewa, kuna ile watu upewa Kenya tuzo sijui mashujaa. Yes. Jamaa alikuja mpaka home, wakachukua details. Wakachukua sijui nini yangu. Wakati niliposhinda hiyo, nikaambia mzee wewe president anakupatia wapi? Umechukua wapi kubwa sana Kenya? HSC, Head of State Commendation. Wapi? Chief alitumwa, alikuja kwangu, alinisumbua siku hiyo, nikajua basi mimi nenda State House kuona uhuru. Nimsalimia na mzee kijana, watu walitumwa. Jamaa alikuja kwa hao. Mpaka leo zojua nini endelea. But nasema ni sawa, wanasemaga tenda wema nenda zako. Tenda wema. Na wewe bana, hata county haikukuita bana juzi ulipoenda na ni Arsenal. Boss, si wacha na story tu yao majamaa. Mimi wacha ni coach. Hii yangu ni ball, hii nyingine siasa staki. Na si fit pia kupewa saa zote. Wacha nipige job. Sawa bro. Ama jamaa wengine wacha wapige shughuli yao. But one day itakuja tokea. Ikiwa Arsenal nimecoach kwa community 10 years bila kulipwa, bila kupewa allowance na mtu, competition inatokea out of 700 coaches in Africa na kuja natoka bula hapa kwa kijiji na kuwa number 1 Afrika nzima. Jamaa wananivutia kwa sababu nilipotungia Arsenal hivi kwenda kwa ofisa World Remit, waliniambia I got 35% of the votes. Hiyo ni almost half. Yes. Wanasamia walikuwa wananiambia day 1 day 2 day 3 walikuwa sijui jamaa atashinda hiki kitu. Waliona trend. Wasiwaenda walikuwa na kitu kuvuzi kwa ingia kwa wajui jamaa anashinda hiki kitu. Ine tena wewe nenda zako. But ile tu mimi kitu naomba. Hii study equipment watu facility nayo. Sasa hii ni kwa good news. Premier League imekuja Ngong. Gani hiyo? Umeona kiwanja wa Vepa? Kiwanja wa Vepa hii Ngong hapa. Hii hapa imekuwa approved. Kipindi inakuja. Kwa hivyo sasa itakuja tukicheza kwa matope? No, ground iko juu hapa Vepa. Kuna uwanja uko juu? Buda, kuna uwanja iko juu Vepa hapa. Hii sasa itakuwa home ground ya City Stars na Posta Rangers. Game FC na Posta Rangers ni pale Ngong kwa mlima. Wale imekuja, watu wanapiga tunduru hapa. Sasa hiyo ndio yote ndio kuingia kwa hiyo ground. But sasa kwa sababu watu wajui nini wanafanya. Sasa wale watu kanisa watapata pesa. But the good thing is wameleta top level ball Ngong. So wanabiashara wote wako hapa hivi, hizo hoteli watu wataanza kulala. Bandari kuja kucheza hapa hivi na Posta Rangers watakuwa na one of the hotels. Now watu watajenga mahoteli. I know. Kuzi ndio development ya area. Ya area pia. Na KPL kiingia hapa teams Gor Mahia inakuja inapiga hapa na Posta Rangers. Game itakuwa hapo live. Unasema hii City Stars hapa, Buda tembea Vepa pale juu. Washaweka mpaka perimeter wall.
post zimebadilishwa standard sasa. Ball ya KPL nakwambia imekuja Ngong in the next 2 weeks. Kuja uchukue coverage ya pale ni. Wewe ulijua hiyo? Mtazamaji ulijua? Mpira umeingia Kajiado. Premier League ya Kenya iko Kajiado. Iko Ngong. Na sasa tumejipanga. Are we ready for it? Nini hiyo? Sisi kama wananchi wa Kajiado, sisi kama viongozi, sisi kama washikadau, very important stakeholders. Are we ready ama itatupata by surprise? My friend, hii imewapata by surprise. Kwa sababu hakuna kitu county inafaa kuulizwa. Wale jamani wana biashara wametengeza grao yao, they can rent to anyone. So now wame rent kwa Premier League. Na kiwanja iko certified that inaweza kuhold your Premier League. So kwa nyinyi mtaona, mtakuwa mnatogia gari ya Wazito imefika hapa, imepita, wako na game na Gor Mahia huko juu. Kidogo Posta Rangers imepita, wanapiga na FC. Sasa ndio mtaanza kujua na kwani nini watu wanaenda huko? Premier League Ngong. Mimi sijajua. Premier League Ngong. In the next 2 weeks inaanza kupigwa. So ama ni sisi tunapenda siasa sana, tunasahau mambo muhimu yanatupita. Premier League ilipelekwa Narok. Kuna uwanja Narok. Kuna uwanja Narok. Premier League ilikuwa Machakos. Ndiyo. Sasa mimi nakuambia Premier League Ngong, take it from me. In the next 2 weeks. Na kama tungewahi inamaanisha tungeletewa hapa kwenye uwanja. Sasa hii stadium iko imetengenezwa. Premier League iko iliingia Ngong kitambo sana. Just put the perimeter wall, put the artificial grass na taa. Weka toilet, finish mzee. Hii ndio tajenga pole pole. Facility hapa ndani ya Kajiado TV kiti moto. Tuko na King coach Kaka, kidogo nikuite King Kaka. Pia wewe ni King kivyako. Mimi ni coach. Pia wewe ni King kivyako na tunamalizia show hii. It has been an amazing moment hapa tukizungumzia masuala ya talanta, kuboresha talanta na ushauri wake katika kuboresha talanta hapa ndani ya Kajiado County. Neno la mwisho? Of course mimi nasema ni majamaa tu waache jokes. Kajiado kuna talent. Si ball peke yake. Kuna time nakumbuka nikicoach timu ya county nikipeleka Kwale inter county competition. Kuna jamaa nilikuwa naye nasikia alikuwa amechukua sijui ni gold. Ametoka kukimbia, ametoka Kajiado. Hapa ndani kuna majamaa wanacheza volleyball. So saizi e-sports watu wasichukulia ni fun. Wasichukulia ni game wanaenda kuangalia kwa TV huko atigemea Arsenal na Man U. Mfano ni career ya watu na watu wache kujoke nayo. True. Tengezea tu facility. Hata simama huko vijana watasimama kukusimamisha ukupatia ukiomba so mbili. Waone utakuwa na invite kwa function zako na contribute. Okay, Mungu. But the moment unataka tu vijana wakikuona mkubwa so mbili sijui so tano mwachata mmoja watu wakiwana. Tengeza facility tucheze ball wa vijana walipo tuache story. Tuache kupeana samaki, tutengeneze nyamvu za kupata samaki. Na pia kuna tujamaa tu tumewekwa hapo. Kuna tujamaa tumewekwa hapo sana kwa social media. Wanaongea tu sana. Na sasa sasa hivi jamani wajinga watu washairevuka. Kenya imejanjaruka. Wewe utapiga nduru hapo kwa social media, sijui chagua huyu, sijui fanya nini. My friend, sisi tuko busy na shughuli zetu. Na siku ya kuvote tunajua nani tunavote. True. But for now, tutengenezeni facility tucheze ball. Iko talent. Kwanza acha nikwambie. Acha nikwambie kitu kingine. Kajiado North. Kajiado North. My friend, hapa kuna watu. Sasa hivi tunazungumzia kutoka Rongai kuja hivi. Kajiado North ni Ngong. Yes. But in Kajiado in general, sasa Kajiado County tunafaa kuwa na team ya Premier League. Nisikia Kapote kuambia. Yes. Vihiga wako na team ya county inapiga Premier League. Yes. Sasa ndio nakwambia utasikia sasa kila mtu ataanza kukama. Timu yetu ya Kajiado North nataka kuwatembelea. Unatuletea ball mbili za plastic. Zile zikipigwa hivi kienda hivi mpasuka. Buda sasa mpaka wachezaji najua quality ball bana. Utatuletea jezi zimepigwa hivi. Unapewa jezi imeandikwa jina ya gava na ukifua kama nyama. Quality. Buda hiyo tumeshatoka huko. Watu ni warevu sasa hivi. Tunazungumzia ubora. Buda tunataka kitu quality. Tushatembea, tushona hizi vitu bwana. Nakwambia mimi nimekupenda kwa sababu unaongea roho yako na unaongea ukweli. Na mtu yote ambaye ana watch, anyone who is watching ama anyone who will be watching this video, it's a challenge to you that it's never about what you give, it's how quality are you offering. Unatengeneza leo ama unawatengenezea kesho. Unawapatia leo waonekane kwamba umevaa nguo zako ama unawauliza kwamba kesho mnahitaji nini? Au ndio maneno ya ndio uangalie nikwambie ndio angalia hizo jezi hao jamaa wanavaa. Wamepiga line hapo. Hizo jezi utapiga nazo ball. Zikishafuliwa.
Sisi ilikuwa large na kwa small. Si quality. Hapa Isili ukiona tao tatu kuna jezi ya timu. Kwa hivyo tuache kutokenize football. Vijana wanaambiwa ati kuna tonanda, kuna jezi wanapewa jezi zimepangwa hivi. Hizo jezi ni tao tatu. Wewe unaweza nunua upeleke timu icheze na mpira ya plastic. Wewe si unje tu pahali useme Dubai, Nkanas, right? Yes. Young talent. Piga simu, ambia factory, tengeza uniform, track, weka logo, tumia majamaa. Kama unataka kuboresha na mita 2. Tuone kitu quality. Ball chukua za Premier League. Mimi timu yangu na sikudanganyi. Vijana wa 11 tunatumia ball tulipewa na Arsenal. Umeona hii ball inachezwa EPL? Nilitumia 15 balls ndio tunacheza nazo sisi. Quality ball. I wish ningebeba moja uione hapa. Quality football. Kwa hivyo tuache kufanya kitu mradi. Waache tu kuenjoy. Buda watu washachangamka. Buda mimi nimetembea nimeona hizi vitu. Hautawahi pata jamaa kama huyu. Very passionate kwa masuala ya ball na anasema ukweli ni wakati wa kuboresha. Si bora mchezo ni mchezo bora. Tumemaliza coach. Ndio hiyo. Hamis Mohamed ndani ya Kiti Moto hadi siku nyingine. Mungu aibariki Kajiado. Nite Mambo Leo.